Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kutoa hoja kwamba kufuatia taarifa iliyowasilishwa hapa bungeni na kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu iliyochambua utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Ujenzi ya mwaka wa fedha 25/26, Bunge lako tukufu sasa likubali kupokea na kujadili utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 25/26. Aidha, ninaliomba Bunge lako tukufu liridhie na kupitisha mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuijalia nchi yetu amani na utulivu na kutuwezesha kushiriki katika vikao hivi vya Bunge kwa ajili ya kujadili bajeti ya Wizara ya Ujenzi leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee kabisa napenda kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuaminiwa na Watanzania kuiongoza nchi yetu. Hii inadhihirishwa na ushindi wa kishindo walioupata katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2025. Ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa hekima, maarifa na afya njema wanapoendelea kuliongoza taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuchaguliwa kwa mara nyingine kuiongoza Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Ninamwombea afya njema na mafanikio katika uongozi wake ili aendelee kudumisha muungano wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kutoa pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kushika wadhifa huu muhimu wa uongozi katika taifa letu. Uteuzi huu unadhihirisha imani kubwa alionayo Mheshimiwa Rais katika uzoefu, uwezo na uzalendo wake katika uongozi wa nchi yetu. Ninamwahidi Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwa Wizara ya Ujenzi itaendelea kupokea miongozo na kutekeleza maelekezo ya kuimarisha utendaji wa majukumu yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nikupongeze wewe binafsi, nimpongeze Mheshimiwa Spika wa Bunge letu, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuliongoza Bunge hili la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawapongeza pia wenye viti wengine wote wa Bunge kwa kuchaguliwa na tunawaahidi ushirikiano. Aidha, nawapongeza waheshimiwa wabunge wote kwa kuchaguliwa kuingia katika Bunge hili tukufu. Wizara ya Ujenzi inaahidi kutoa ushirikiano muda wote na milango ipo wazi kupokea maoni na ushauri ili kuhakikisha miundombinu tunayoitekeleza na kuisimamia nchi nzima inaendelea kuwa imara, endelevu na yenye kuleta tabasamu kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kuwa Waziri wa Ujenzi kwa kipindi kingine tena. Naomba kumwahidi Mheshimiwa Rais kuwa nitatekeleza majukumu haya kwa weledi na uadilifu ili kufikia malengo yaliyokusudiwa kupitia miongozo na mipango mbalimbali ikiwemo dira ya mwaka 2050 na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu inayoongozwa na Mwenyekiti Mheshimiwa Selemani Moshi Kakoso, mbunge, na Makamu Mwenyekiti Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga, mbunge, kwa kuchambua kwa kina mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 26/27 na kutoa ushauri ambao umezingatiwa katika bajeti hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa nitumie fursa hii kutoa salamu za pole
kwa bunge lako tukufu, Chama cha Mapinduzi, wananchi, marafiki na familia, kufuatia vifo vya wabunge wenzetu Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi aliyekuwa mbunge wa jimbo la Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, na Mheshimiwa Halima Idi Nasoro aliyekuwa mbunge wa viti maalum wa wafanyakazi. Tutaendelea kuwaenzi viongozi hawa kwa kuendeleza yale yote mema waliotenda hususan katika uongozi wao, na tunamwomba Mwenyezi Mungu awapumzishe kwa amani. Mheshimiwa Mwenyekiti, saa chache kabla sijaingia kusoma hotuba hii, nimepokea simu kutoka kwa bibi wa Kisukuma aitwaye Helen Bogoye mwenye umri wa miaka 70 kutoka Kisesa Magu kule Mwanza. Amenipigia akinipa shukrani kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba kwa miaka mingi safari ya kuvuka Kigongo Busisi ilichukua saa kadhaa. Leo hii kaniambia tangu kukamilika kwa daraja la Magufuli unakunywa soda na kabla hujaimaliza umeshavuka kwenda upande wa pili. Haya ndiyo maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba wakati tunapojenga barabara, madaraja na vivuko, lengo letu sio kuongeza tu idadi ya kilomita. Tunajenga ili kuunganisha wakulima na masoko. Tunajenga ili wagonjwa wafike hospitalini. Tunajenga ili wanafunzi wa shule wafike shuleni kwa wakati. Vijana wapate ajira na kuiunganisha Tanzania kiuchumi katika ukanda wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo ya utangulizi, naomba sasa nitoe taarifa ya mapitio ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 25-26 pamoja na mpango na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 26-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imeendelea kutekeleza bajeti iliyoidhinishwa na bunge lako tukufu kwa mwaka wa fedha 25-26 ambayo ilizingatia mpango mkakati wa wizara, mipango mingine ya kitaifa na maelekezo ya viongozi wakuu wa kitaifa. Utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 25-26 ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Ujenzi ilitengewa shilingi bilioni 90,468,270 ikiwa ni bajeti ya matumizi ya kawaida kwa mwaka wa fedha 25-26. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 85,28,585,000 ilikuwa ni bajeti ya mishahara na shilingi bilioni 5,439,685,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi Aprili 2026 wizara ilipokea jumla ya shilingi bilioni 73,milioni,735,181 na senti 30. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 70,533,041,808 na senti 41 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi wa wizara na taasisi, na shilingi bilioni 371,693,372 na senti 89 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo ya wizara na taasisi zake. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti kwa ajili ya miradi ya maendeleo iliyotengwa kwa Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 25-26 ni shilingi trilioni 1 bilioni 813,190,934,000. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 bilioni 209
milioni 223,117,000 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 603,967,817,000 ni fedha za nje. Kati ya fedha hizo za ndani, shilingi bilioni 688,756,470,000 ni fedha zilizotengwa kwa ajili ya bajeti ya mfuko wa barabara na shilingi bilioni 520,466,647,000 ni fedha kutoka katika mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha zilizopokelewa kufikia Aprili 2026 ni shilingi trilioni 1 bilioni 395,658 milioni 301,112,000 na senti 9, ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 786,102 milioni 916,695,000 na senti 88 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 609,555 milioni 384,416,000 na senti 21 ni fedha za nje. Kati ya fedha hizo za ndani zilizopokelewa ni shilingi bilioni 461,173 milioni 316,123,000 na senti 56 ni kutoka mfuko mkuu wa serikali na shilingi bilioni 324,929 milioni 600,572,000 na senti 32 ni za mfuko wa barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya ujenzi ni mtambuka na imeendelea kutoa mchango mkubwa katika kuchochea ukuaji wa sekta mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Kwa mujibu wa kitabu cha hali ya uchumi wa taifa cha mwaka 2024, sekta ya ujenzi imekuwa ni ya pili katika kuchangia kwenye pato la taifa, yani GDP, ambapo katika mwaka 2025 imechangia kwa asilimia 11.9. Aidha, sekta hii imeendelea kukua kwa kasi ambapo katika mwaka 2025 sekta ilikuwa kwa asilimia 4 ikilinganishwa na asilimia 3 mwaka 2024. Vile vile sekta ya ujenzi imetoa mchango mkubwa katika kutoa ajira kwa wakandarasi, washauri elekezi, mafundi na wasambazaji wa vifaa malighafi za ujenzi, ambapo imetoa jumla ya ajira 18,988 kwa mwaka 2025 ikijumuisha vijana na wanawake. Mafanikio hayo yametokana na uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, mtandao wa barabara za kitaifa unaosimamiwa na Wizara ya Ujenzi kupitia TANROADS una jumla ya kilomita 37,734.41. Kati ya hizo kilomita 12,225.26 zimejengwa kwa kiwango cha lami. Wakati nchi hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nchi hii inapata uhuru mwaka 1961, mtandao wa barabara za kiwango cha lami ulikuwa na urefu wa kilomita zisizozidi 1,360 tu. Kuanzia awamu ya kwanza hadi awamu ya 5, jumla ya kilomita 9,369.81 zilijengwa. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanikiwa kujenga kilomita 1,495.45 na madaraja makubwa 18 ndani ya kipindi cha miaka mitano. Kwa hakika haya ni mafanikio makubwa yaliyopatikana ndani ya muda mfupi kwa upande wa miundombinu ya barabara na madaraja.
Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tunakubaliana kwamba kati ya miundombinu yote ya usafiri na usafirishaji, barabara ndiyo kiungo muhimu kinachounganisha miundombinu hiyo. Aidha, barabara ndiyo miundombinu inayotumika zaidi nchini kwa kuwa zinafika katika maeneo mengi ikilinganishwa na miundombinu mingine ya usafiri na usafirishaji. Kwa kutambua umuhimu huo wa barabara, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanikiwa ujenzi kwa kiwango cha lami barabara za kitaifa zinazosimamiwa na TANROADS zenye urefu wa kilomita 243.13. Aidha, katika kipindi hicho serikali imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa madaraja makubwa 9, ujenzi wa madaraja madogo 11, madaraja mengine 11 unaendelea, pamoja na maandalizi ya ujenzi wa madaraja 13. Utekelezaji wa miradi hii umefungua maeneo mbalimbali ya kiuchumi pamoja na kuchangia ufanisi wa miundombinu mingine ya usafiri na usafirishaji ikiwemo reli, bandari na viwanja vya ndege. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa miradi ya miundombinu ya barabara na madaraja unatumia gharama kubwa, na hivyo uwekezaji unahitaji kulindwa. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, serikali imefanya matengenezo ya kawaida ya barabara zenye urefu wa kilomita 16,782.58, matengenezo ya muda maalum kilomita 1,101.12, matengenezo ya sehemu korofi kilomita 147.13 na madaraja 1,383. Lengo ni kuhakikisha kuwa miundombinu inayojengwa inadumu kwa muda mrefu na kuwa salama kwa watumiaji muda wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mvua za El Nino na kimbunga Hidaya kilichoikumba nchi yetu mwishoni mwa mwaka 2023 zilisababisha mafuriko ambayo yaliathiri mtandao wa barabara hasa zilizojengwa kwa kiwango cha changarawe. Kwa mujibu wa tathmini zilizofanyika ya uharibifu wa miundombinu iliyotokana na majanga hayo, takriban madaraja 63, kilomita 827 za barabara, mitaro yenye urefu wa jumla kilomita 84 na makaravati 225 katika wilaya 139 za Tanzania bara ziliharibika. Barabara zilizokumbwa na uharibifu mkubwa ni pamoja na barabara ya Dar es Salaam hadi Lindi. Hali hii iliathiri mtiririko wa kibajeti ambao ulitarajiwa kwenda kwenye matengenezo au ujenzi wa barabara kutumika katika shughuli za dharura. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumshukuru tena kwa mara nyingine Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uamuzi wake wa kuipatia Wizara ya Ujenzi shilingi bilioni 556.93 ili kurejesha miundombinu iliyoharibiwa na mafuriko na mvua kubwa nchi nzima. Kupitia fedha hizo, jumla ya miradi 81 ya dharura ya ujenzi wa madaraja yaliyoathiriwa na mvua za El Nino na kimbunga Hidaya imetekelezwa katika mikoa 22 ya Tanzania bara kupitia programu ya SEC. Kati ya miradi hiyo, miradi 70 yenye thamani ya shilingi bilioni 414.481 imetekelezwa na wakandarasi wa ndani na miradi 11 yenye thamani ya shilingi bilioni 142.447 imetekelezwa na wakandarasi wa kigeni. Aidha, utekelezaji wa miradi hii umefikia asilimia 97.6. Utekelezaji wa miradi hiyo umetatua changamoto zilizokuwepo na kuleta tabasamu kwa wananchi. Haya niliyoyasema sio maneno yangu, bali ni ushuhuda kutoka kwa wananchi katika maeneo husika ambao wanashangilia baada ya utekelezaji wa miradi hiyo. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, pamoja na mvua kubwa za masika zinazoendelea kunyesha nchini, hatujasikia wananchi wakiwa wamekwama Somanga, wananchi wakiwa wamekwama Mkuru,
wananchi wakiwa wamekwama Matandu na wala Mikereng'ende pale njia nne kwa sababu ya barabara ya Kilwa kutokupitika. Jambo hili halijatokea hivi hivi, limetokea kwa sababu ya uamuzi wa kimkakati wa Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan wa kutenga fedha hii kwa sababu ya kuwanusuru wananchi hawa wa barabara hii ya kimkakati na nyingine nyingi zilizokuwa zimeharibika wakati wa mvua za masika na msimu ule wa El Nino. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha wananchi wanaoishi maeneo yaliyotengwa na maji wanapata huduma bora ya usafiri na usafirishaji, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika ujenzi, ukarabati na ujenzi wa maegesho ya vivuko katika maeneo hayo. Wizara ya Ujenzi kupitia TEMESA imefanikiwa kukamilisha miradi ya ujenzi wa vivuko vitakavyotoa huduma katika maeneo ya Kisoria kule Bunda kwenda Rugezi Ukerewe, Bwiro hadi Bukondo kule Ukerewe, pamoja na ujenzi wa maegesho ya vivuko katika vituo vya Bwiro hadi Bukondo, Kisoria, Rugezi na Bukimwi kule Ukerewe. Aidha, ujenzi wa vivuko vipya vinne umefikia katika hatua zifuatavyo: kivuko cha Ijinga kwenda Kihangala Sengerema @90, ujenzi wa kivuko cha Nyakaliro kwenda Kome kule Geita @91, ujenzi wa kivuko cha Buyagu Mbalika Sengerema umefikia @90, na ujenzi wa kivuko cha Nyamisati pale Rufiji kwenda Mafia @65. Miradi mingine ni ujenzi wa maegesho ya Mayenzi Kanyinya @98, ujenzi wa Ijinga Kahangala @90, Buyagu kwenda Mbalika @68, Ilunda kwenda Luchelele Ilemela @45, na kule Mlimba kwenda Malinyi @40, Chato kwenda Kikumbaitale Zumacheli @95, na Nkome @60. Kwa upande wa miradi ya kimkakati wa vivuko, serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanikiwa kufanya ukarabati mkubwa wa vivuko vifuatavyo: MV Kilombero 2 tuko @90, MV Nyerere @81, MV Magogoni @90, MV Ukara 1 @46, MV Kigamboni @45, MV Pangani 2 58, na ukarabati wa vivuko MV Mafanikio, MV Malagarasi, MV Ukara 2 na MV Sabasaba upo katika hatua za awali za kuanza utekelezaji. Aidha, ukarabati wa vivuko MV Mwanza pamoja na boti ya uokoaji vipo katika hatua ya manunuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa miradi ya vivuko umeonyeshwa kuanzia aya ya 122 hadi aya ya 127 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na uhaba wa makazi bora unaochochewa na ongezeko la watu, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuhakikisha wananchi wanapata makazi bora, salama na kwa gharama nafuu. Katika kufanikisha hilo, Wizara ya Ujenzi kupitia TBA imeendelea kutekeleza miradi ya nyumba za makazi katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwa ni pamoja na Nzuguni Dodoma, Magomeni Temeke na Masaki jijini Dar es Salaam na Ghana jijini Mwanza. Utekelezaji wa miradi ya ujenzi na ukarabati wa nyumba na majengo ya serikali umeonyeshwa kuanzia aya ya 128 hadi aya ya 132 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia ongezeko la matukio ya ajali za barabarani nchini yanayosababisha vifo, majeruhi wengi na upotevu wa mali, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameendelea kutoa msisitizo kwa taasisi mbalimbali za serikali kuongeza juhudi za kukabiliana na janga la ajali barabarani nchini. Kufuatia maelekezo hayo, serikali kupitia Wizara ya Ujenzi kwa kushirikiana na serikali ya Japan kupitia JICA imefanikiwa kutekeleza mradi wa ushirikiano wa kitaalamu kati ya serikali hizi mbili wenye lengo la kuimarisha usalama barabarani na kupunguza vifo pamoja na majeruhi wanaosababishwa na ajali hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Katika kuimarisha masuala ya usalama barabarani, wizara inaendelea kutambua na kurekebisha maeneo yenye ajali nyingi, yani black spots, upanuzi wa barabara katika maeneo mbalimbali nchini, kuweka taa za barabarani ambapo jumla ya taa 5542 zimewekwa katika barabara kuu na za mikoa, ujenzi wa njia za magari makubwa katika maeneo yenye miinuko mikali, yani climbing lanes, kuweka alama na michoro ya usalama barabarani, ujenzi wa maeneo ya maegesho ya magari pamoja na kuweka kingo za barabara katika maeneo hatarishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili la taa za barabarani, waheshimiwa wabunge, tumelivalia njuga kwa uhakika. Nakumbuka simulizi moja ambayo niliipata kwa watani zangu wa Kisukuma, ambapo kwa mara ya kwanza mara baada ya taa zile za barabarani kufungwa kule Kigongo Busisi katika daraja la John Pombe Joseph Magufuli, kuna Msukuma mmoja alilala nje ya nyumba yake akidhani usiku haujaingia bado. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua hizi ni kielelezo dhahiri cha namna serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayoendelea kuweka kipaumbele katika kuimarisha usalama wa watumiaji wa barabara zetu. Sambamba na malengo ya kupunguza ajali, wizara inaendelea na majukumu ya udhibiti wa uzito wa magari kupitia mizani 83 ili kulinda uwekezaji wa serikali katika mtandao wa barabara. Hadi Aprili 2026, jumla ya magari 7,900,591 yalikuwa yamepimwa, ambapo kati ya hayo magari 18,343 sawa na 0.23% yalikuwa yamezidisha uzito, zaidi ya 5% ya uzito unaoruhusiwa kisheria ikilinganishwa na 0.27% katika kipindi kama hicho mwaka wa fedha 24/25. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa miradi ya udhibiti wa uzito wa magari, masuala ya usalama barabarani na mazingira umeonyeshwa kuanzia aya ya 133 hadi ya 141 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia TANROADS inasimamia ujenzi, ukarabati, upanuzi na uboreshaji wa jumla ya viwanja vya ndege 10 nchini ambavyo vimekasimiwa kwa Wizara ya Ujenzi. Mojawapo ya miradi ya viwanja vya ndege inayotekelezwa na wizara ni ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato, ikiwa ni utekelezaji wa maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa kukifanya kiwanja hicho kuwa kitovu cha usafiri na usafirishaji katika ukanda wa kati na wa kimataifa. Utekelezaji wa package ya kwanza ya mradi huu inayohusisha ujenzi wa miundombinu umefikia 85.17%. Kufuatia kuongezwa kwa mawanda ya mradi na package namba 2 inayohusisha ujenzi wa majengo umefikia 71.52%. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa miradi mingine ya viwanja vya ndege ni kama ifuatavyo: uwanja wa ndege, ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Tabora, kazi zilizopangwa kufanyika zimekamilika. Uwanja wa kiwanja cha ndege cha Kigoma umefikia 50.16%. Kiwanja cha ndege cha Sumbawanga 96%. Kiwanja cha ndege cha Shinyanga 96.5%. Kiwanja cha ndege cha Musoma 67%. Kiwanja cha ndege cha Iringa awamu ya pili 16%. Kiwanja cha ndege cha Tanga tupo katika hatua ya awali ambayo ni 2.1%, na kiwanja cha ndege cha Lake Manyara tumefika, kazi zake zipo katika hatua ya maandalizi. Utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa miundombinu ya viwanja vya ndege umeonyeshwa katika aya ya 142 hadi 152 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, utendaji wa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Ujenzi. Wizara ya Ujenzi ina jumla ya taasisi 9 zinazozisimamia na utekelezaji wa majukumu yake chini ya Wizara ya Ujenzi. Maelezo ya kina kuhusu utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizo hadi kufikia Aprili 2026 umeonyeshwa katika kitabu cha hotuba kuanzia aya ya 154 hadi 189. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Wizara katika utekelezaji wa majukumu yake ya kila siku imekuwa ikiyajumuisha masuala ya mtambuka ili kuwezesha kuleta tija na ufanisi katika sekta ya ujenzi. Masuala hayo ni pamoja na ushirikishwaji wa wanawake katika kazi za barabara, matumizi ya teknolojia katika ujenzi na matengenezo ya barabara, ikiwemo teknolojia stahiki ya nguvu kazi, yani labor based technologies, na ushirikishwaji wa sekta binafsi katika miradi ya ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa usimamizi wa hifadhi ya barabara, wizara imeuhuisha kanuni mbili kwa lengo la kuwezesha matumizi na usimamizi endelevu wa hifadhi ya barabara. Aidha, wizara imetunga kanuni za usimamizi na uendeshaji wa maegesho katika hifadhi za barabara za kitaifa za mwaka 2025 na kutangazwa kupitia tangazo la serikali namba 432 la tarehe 11 mwezi wa 7 2025. Vile vile kupitia bodi ya mfuko wa barabara, wizara imekamilisha uundwaji wa mfumo wa kielektroniki kwa ajili ya kurahisisha ukusanyaji wa mapato yatokanayo na maegesho ya barabara zetu. Kuhusu masuala mtambuka yameonyeshwa kwenye aya ya 190 hadi 199 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango na bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 26/27 umezingatia mipango ya muda mrefu na kati ya kitaifa, ikiwemo dira ya maendeleo 2050, mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Aidha, bajeti imezingatia mpango mkakati wa wizara wa 26/27 hadi 2030-2031. Ahadi za viongozi wakuu wa serikali na mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya mwaka 26/27 ni bajeti ya kipekee kwa kuwa ndiyo ya kwanza katika utekelezaji wa maono yaliyopo katika dira ya taifa ya maendeleo 2050. Aidha, bajeti hii ni ya kwanza katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya CCM 2025-2030 pamoja na mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia hotuba yangu hii ya bajeti, napenda kujibu swali moja kubwa la msingi kwamba ni kwa nini serikali inafanya uwekezaji mkubwa kwenye ujenzi wa barabara, madaraja na vivuko. Sisi katika Wizara ya Ujenzi tumetambua kwa yakini kwamba kama awamu nyingine zilizopita, serikali ya awamu ya 6 inalo jukumu la kipekee la kuliunganisha taifa letu na hata mataifa jirani kama walivyofanya waliotangulia. Mheshimiwa Mwenyekiti, awamu ya kwanza ilijenga nchi, awamu ya pili ilifungua milango ya uchumi, awamu ya 3 ilisimika misingi ya uchumi wa soko huria, awamu ya 4 iliongeza kasi ya ujenzi wa miundombinu, awamu ya 5 ilijenga nidhamu ya utekelezaji, na kazi kubwa ya wakati wetu ni kuifungua Tanzania kwenye eneo la miundombinu na kuhakikisha hakuna jamii inayoachwa nyuma kwa sababu ya ubovu wa barabara, madaraja na vivuko. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika dunia ya sasa ya ushindani wa kiuchumi ambayo nguzo yake kubwa ni miundombinu imara, hatutaweza kushindana kama barabara zetu hazipitiki na bidhaa maana yake zitachelewa kufika sokoni kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ilivyoainishwa kwenye dira ya 2050, sekta ya ujenzi ni muhimu katika kuwezesha usafirishaji fungamanishi pamoja na kuleta mageuzi katika sekta zingine. Aidha, kama ilivyotafsiriwa katika dira ya 2050, mafanikio ya dira hii hususan ujenzi wa miundombinu yanategemea ushirikiano thabiti kati ya wadau mbalimbali ikiwemo sekta binafsi kupitia utaratibu wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, yani PPP. Utekelezaji huo wa miradi ya ujenzi unahitaji fedha nyingi ili kukabiliana na changamoto hizo. Mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuongeza ushiriki wa wadau hususan sekta binafsi katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi kwa njia ya PPP. Lengo ni kupunguza utegemezi wa ugharamiaji wa miradi ya ujenzi kwa kutumia fedha za serikali.
Katika mwaka wa fedha 26/27, Wizara ya Ujenzi imepanga kutekeleza miradi ya ujenzi wa barabara, majengo, uendeshaji wa vivuko pamoja na karakana kwa maana ya gereji zilizo chini ya TEMESA, ikiwemo miradi itakayotekelezwa kwa utaratibu wa PPP. Hivyo sekta binafsi, taasisi za kifedha na wawekezaji wa ndani na nje ya nchi yetu tunawakaribisha kuwekeza katika ujenzi na uendeshaji wa miradi hii kwa njia ya PPP. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza maono ya Dira 2050 na mpango wa maendeleo wa miaka 5 pamoja na mpango wa maendeleo wa mwaka 26/27, Wizara ya Ujenzi imejipanga kukamilisha kwanza miradi inayoendelea na iliyosainiwa kabla ya kuanza utekelezaji wa miradi mipya. Aidha, vipaumbele vya bajeti katika mwaka wa fedha 26/27 ni katika maeneo mahsusi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi na wenzangu tulikuwa tunawaza bajeti hii tuipe neno gani la kuitambulisha kwa urahisi. Jibu rahisi ni kwamba hii ni bajeti ya kuifungua nchi yetu. Tutatumia rasilimali zetu tulizo nazo kuhakikisha kwamba ujenzi unafanyika katika namna ambayo hakuna watu watakaoachwa nyuma kimaendeleo kwa sababu ya jiografia, foleni na ukosefu wa ubunifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 26/27, Wizara ya Ujenzi imepanga kuendelea na utekelezaji wa miradi ya kupunguza msongamano katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma na miji mingine nchini. Lengo ni kuboresha mfumo wa usafiri mijini, kuongeza tija ya kiuchumi na kuinua ubora wa maisha ya wananchi. Utekelezaji wa miradi katika maeneo hayo ni kama ifuatavyo: jiji la Dar es Salaam na mji jirani wa Pwani. Miradi inayoendelea kutekelezwa kwa ajili ya kupunguza msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam itahusisha ujenzi wa barabara na flyovers katika maeneo ya makutano mbalimbali ya barabara. Miradi hiyo ni kama ifuatavyo: ujenzi wa barabara za mabasi yaendayo haraka awamu ya 3 kutoka Maktaba mpaka Gongo la Mboto, ujenzi wa barabara za mabasi yaendayo haraka awamu ya 4 kutoka Maktaba hadi Moroko Mwenge, Tegeta Mwenge na Ubungo, maandalizi ya kuanza ujenzi wa barabara ya mabasi yaendayo haraka awamu ya 5 kutoka Ubungo mpaka bandarini, barabara hii maarufu kama barabara ya Mandela, ambayo kwa hakika Mheshimiwa Mwenyekiti ni barabara iliyozidiwa sana na foleni. Makutano ya Tabata na Tabata Segerea, Tabata mpaka Kigogo na ujenzi wa flyover ya Tabata. Ujenzi wa flyovers 2 katika makutano ya Mwenge na Moroko, ambapo Wizara ya Ujenzi tupo katika majadiliano hatua ya mwisho na JICA ya kuweza kufadhili utekelezaji wa mradi huu. Tunakamilisha upanuzi wa barabara ya Ubungo hadi Kimara kutoka njia 6 na sasa inakwenda kuwa njia 8. Upanuzi wa barabara ya Mbagala Kongoe hadi Mkuranga kilomita 17.14 kutoka njia 2 zilizoko leo hadi njia 4 pamoja na daraja la Mzinga. Upanuzi wa barabara ya Mwai Kibaki kilomita 11.77, yani kutoka Moroko kupita Shoppers kwa Mwalimu Nyerere mpaka njia panda ya Kawe kilomita 11.77 kutoka barabara 2 zilizoko leo na kwenda kuwa njia 4. Na mwenyekiti, naomba nirejee kidogo hapa. Kongoe tunajenga flyover, watu wanaotoka Mtwara kuja Dar es Salaam hawakutani na watu wanaotoka Kigamboni kuja Dar es Salaam. Pale tuna kitu inaitwa flyover. Mama Samia hoye! Upanuzi wa barabara ya Kibaha Tamko kutoka njia 2 hadi njia 8 na ujenzi wa flyover kutoka eneo la Faya, Magomeni na Kamata. Jiji la Dodoma, miradi inayoendelea kutekelezwa kwa ajili ya kupunguza msongamano wa magari katika jiji la Dodoma ni kama ifuatavyo: ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje kilomita 112 katika jiji la Dodoma ambao upo katika hatua za mwisho kukamilika. Upanuzi wa barabara ya Dodoma hadi Morogoro kilomita 70 sehemu ya Kimbinyiko hapa
roundabout ya Kimbinyiko hadi Chamwino kilomita 32 tunaitoa katika kilomita kuwa barabara 2 na sasa inakwenda kuwa barabara 6. 3 zinakwenda na 3 zinarudi, ambapo mkataba wa ujenzi umesainiwa juzi tarehe 16 Mei 2026. Tumpe nini Mama Samia kama sio dua na baraka njema? Upanuzi wa barabara za Dodoma mpaka Iringa kilomita 50. Upanuzi wa barabara ya Dodoma mpaka Iringa kilomita 50, awamu ya kwanza ni kutoka roundabout ya Bahi mpaka Mkonze, yani pale SGR station. Barabara 2 zinakwenda na 2 zinarejea, msongamano umekwisha. Upanuzi wa barabara kutoka roundabout ya Bahi Road kwenda Kondoa, ambako tutakwenda mpaka hatua ya kwanza, tutakwenda hii itakuwa ni kilomita 50, lakini hatua ya kwanza tutakwenda mpaka njia panda ya Msalato pale Mipango kilomita 10, kutoka njia 2 na kuwa njia 4. 2 zinakwenda 2 zinarudi, ili uwanja wetu utakapokuwa umekamilika usipate msongamano. Ujenzi na upanuzi wa barabara ya mzunguko wa ndani katika jiji la Dodoma, tutatoka tena By Road, tutapitia Image roundabout, tutakuja Ntuka roundabout, tutatokea Makulu kwa njia 4 ambayo itakwenda kuungana na ile barabara ya kwenda Shoppers. Hii na yenyewe itakuwa 4, yani 2 zinakwenda 2 zinarudi, ambazo zitajengwa kwa fedha za washirika wa maendeleo kutoka serikali ya Japan, ambapo mkataba wa ujenzi tayari tumesha sign na tayari tunakwenda kumpa mkandarasi kazi mara moja inaanza. Jiji la Arusha. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kupunguza msongamano katika jiji la Arusha, upanuzi wa barabara ya Arusha Kisongo kutoka njia 2 na kuwa njia 4, ambapo mkataba tumesha sign na mkandarasi tumesha mpata. Ujenzi wa barabara ya Mbauda Losinyai, ambapo ujenzi unaendelea. Upanuzi wa barabara ya Tengeru Usa River kilomita 11.3 kutoka njia 2 na kwenda kuwa njia 4, inaungana na ile ya Afrika ya Mashariki. Barabara hii tupo katika hatua ya mwisho ya ununuzi. Ujenzi wa barabara ya Tengeru Mererani kilomita 28, ambapo usanifu umekamilika na tuko tayari kwa ajili ya kutangaza kazi hii, tupate mara moja mkandarasi aweze kujenga barabara hii ambayo itatusaidia pia katika mkakati wetu wa AFCON mwakani. Jiji la Mwanza. Mradi wa upanuzi kutoka njia 2 hadi 4 wa barabara ya Mwanza Usagara kilomita 25, ambapo taratibu za manunuzi ya mkandarasi zinaendelea na mkandarasi wa ujenzi wa barabara ya Mwanza Airport Kayenze, hii inakwenda mpaka Magu. Tupo katika hatua za maandalizi ya kuanza kazi. Jiji la Mbeya. Miji ya Iringa, Songwe na Singida. Miradi inayoendelea kutekelezwa kwa ajili ya kupunguza msongamano wa magari katika jiji la Mbeya ni pamoja na upanuzi wa barabara sehemu ya Nsalaga Uyole Ifisi, Ifisi kilomita 29, ambapo ujenzi unaendelea na kuendelea na maandalizi ya ujenzi wa barabara ya mchepuo ya Uyole hadi Songwe kilomita 48.9. Aidha, mkandarasi wa upanuzi wa barabara ya Igawa Tunduma kilomita 218 anaendelea na maandalizi ya kuanza utaratibu wa PPP. Vile vile katika mji wa Iringa, ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara ya mchepuo wa Iringa kilomita 7.3 unaendelea, na kwa mkoa wa Singida, wizara inaendelea na maandalizi ya upanuzi wa barabara ya Singida mjini kilomita 10 kutoka njia 2 hadi kuwa njia 4. Mheshimiwa Mwenyekiti, utakubaliana nami kwamba sasa hivi Tanzania inapendeza kuliko wakati mwingine katika historia ya nchi yetu. Ziko picha ukiona Watanzania wamepiga kwenye barabara na madaraja yetu, unaweza ukadhani uko nje ya nchi, tena Dubai, na wala si hapa Tanzania. Kwa hakika kazi kubwa sana imefanywa na serikali ya CCM katika awamu zake zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, miongoni mwa mikakati ya wizara ni kuendelea na ujenzi wa barabara zinazounganisha makao makuu ya mikoa, nchi jirani na barabara zinazoelekea katika makao makuu, maeneo ya kimkakati kwa kiwango cha lami. Wizara inaendelea kuunganisha mikoa ya Mbeya na Singida, Mbeya na Tabora, Rukwa na Katavi, Kigoma na Katavi,
Arusha na Simiyu pamoja na Morogoro na Ruvuma. Aidha, wizara inaendelea na ujenzi wa barabara zinazounganisha nchi jirani ikiwemo barabara ya Tanga Pangani Makurunge kilomita 174.5 pamoja na daraja la Pangani mita 525 inayounganisha Tanzania na Kenya. Ujenzi wa barabara ya kikanda ya Manyovu Kasulu Kabingo kilomita 260.6 inayounganisha Tanzania na Burundi. Ujenzi wa barabara ya Kibondo Mabamba kilomita 50 inayounganisha Tanzania na Burundi. Ukarabati wa barabara ya Usahunga Rusumo kilomita 92 inayounganisha Tanzania na Rwanda na Burundi, na Matai Kasesia kilomita 50 inayounganisha Tanzania na Zambia. Vile vile wizara inaendelea na ujenzi wa barabara zinazoelekea katika maeneo ya kimkakati yanayojumuisha bandari, reli, viwanja vya ndege, viwanda, kilimo, migodi, utalii, kongani za viwanda yani EPZ, miji mikuu na ulinzi wa mipaka yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwekezaji mkubwa uliotokana na maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika bandari zetu hususan bandari ya Dar es Salaam umesababisha ongezeko la mizigo inayosafirishwa ndani na nje ya nchi yetu kupitia barabara. Ufanisi huu wa bandari unakumbana na changamoto kadhaa zikiwemo msongamano pamoja na uchakavu wa miundombinu ya barabara unaohitaji fedha nyingi za kuziboresha. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tayari ametoa maelekezo kwetu ya kutafuta fedha na njia mbadala ya kugharamia miradi ya maendeleo, ukizingatia kwamba mahitaji ni makubwa kama nilivyokwisha kutamka. Kwa kuzingatia maelekezo hayo, Wizara ya Ujenzi inatarajia kuanza matumizi ya hati fungani katika bajeti hii kwenye kugharamia matengenezo makubwa na ukarabati wa barabara kuu za kiuchumi ambazo ni Morogoro hadi Dodoma, Dodoma hadi Singida, Singida hadi Tabora, Tabora hadi Shinyanga, Shinyanga hadi Mwanza, Dar es Salaam hadi Kibiti, Kibiti mpaka Lindi Mingoyo, Sirari mpaka Musoma, Musoma mpaka Mwanza, Geita mpaka Bukoba, Bukoba mpaka Mutukula, Chalinze mpaka Segera, Segera mpaka Tanga, Tanga mpaka Moshi na hadi Arusha, Babati hadi Singida, Dar es Salaam mpaka Morogoro, Iringa, Makambako na Mbeya mpaka Tunduma, kutoka njia mbili na kwenda kuwa ni njia 4. Kazi hiyo itafanywa kupitia hati fungani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendeleza jitihada za kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji majini na kuchochea uchumi wa bluu, serikali imedhamiria kukamilisha ununuzi wa vivuko vipya 5 kanda ya Ziwa pamoja na uboreshaji wa usafiri ukanda wa Pwani, ambapo kukamilika kwa kivuko kipya cha Nyamisati hadi Mafia kutahakikisha uwepo wa kivuko cha pili cha uhakika kwa safari za kila siku, huku kivuko kitakachohudumia Boza, Kuruti, Shungubweni na Kisiju kule Mkuranga kikilenga kutoa huduma rahisi na salama kwa wananchi. Serikali inafanya jitihada mbalimbali kuhakikisha wakandarasi wazawa wanashiriki ipasavyo katika shughuli za ujenzi. Jitihada hizo ni pamoja na kutoa mafunzo kwa wakandarasi yanayolenga kukuza ujuzi na wakandarasi katika maeneo ya kiufundi na usimamizi wa miradi, kuendesha mfuko wa kusaidia wakandarasi yani Contractors Assistance Fund unaolenga kusaidia wakandarasi wazawa kupata dhamana za kibenki kwa ajili ya zabuni na malipo ya awali, kuhamasisha wakandarasi kuunganisha nguvu kupitia ubia yani joint venture, na kuendelea kutenga miradi ya kuwajengea uwezo wakandarasi washauri elekezi wazawa kama sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410 na kanuni zake inavyoelekeza. Wizara inatambua mchango wa vijana wetu wasomi katika suala zima la ubunifu na maendeleo ya kiteknolojia wa taifa letu. Februari mwaka huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara ilizindua Chemsha Bongo ya Foleni Challenge iliyokuwa na lengo la kuwafanya wanafunzi wa fani ya uhandisi kuumiza vichwa kutafuta suluhu ya changamoto ya foleni mijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika shindano hilo mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Tukai Thomas
aliibuka mshindi kwa wazo lake. Zaidi ya washiriki 500 wa ndani na nje ya nchi yetu walijitokeza, na serikali imeongeza katika mipango yake maarifa ya wahandisi watarajiwa hawa zaidi ya 500 kupitia changamoto hii. Baadhi ya watu, Mheshimiwa Mwenyekiti, waliuponda mpango huu wakati tulipoibuka na wazo hilo. Hata hivyo, tumetiwa nguvu sana na majibu, uzalendo na mapokeo ya vijana wetu kupitia shindano hilo. Wizara yetu na serikali ya Rais Samia itaendelea kusikiliza, itaendelea kuheshimu mawazo ya vijana wote nchini wenye lengo la kusaidia taifa letu, na kamwe milango yetu haitafungika kwa vijana wa taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Ujenzi kupitia Wakala wa Majengo Tanzania itaendelea na usimamizi wa miliki ya serikali ili kutoa makazi bora kwa ajili ya viongozi na watumishi wa umma. Aidha, katika kutekeleza maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ni kutoa makazi bora ya gharama nafuu kwa vijana na umma wa Tanzania, wizara imejipanga kukamilisha mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu 144 katika eneo la Temeke jijini Dar es Salaam na kuanza utekelezaji wa mradi wa nyumba 144 za gharama nafuu utakaotekelezwa hapa Dodoma pia. Ili kuwezesha Wakala wa Majengo Tanzania kujitegemea na kupunguza utegemezi wake kwa ruzuku ya serikali, Wizara ya Ujenzi itaendelea kukaribisha sekta binafsi ili kufanya ubia na serikali kupitia TBA, kuwekeza katika miradi ya ujenzi na uendeshaji wa nyumba za majengo. Aidha, wizara kupitia TBA ipo katika hatua za mwisho za kusaini mkataba wa uendelezaji wa ubia, yani PPP, katika eneo la Temeke Kota jijini Dar es Salaam. Vile vile wakala umeainisha maeneo 149 mikoa yote nchini Tanzania bara kwa ajili ya kuendeleza kwa njia ya ubia. Waheshimiwa wabunge, pale Dar es Salaam Magomeni ni eneo ambalo TBA imeliandaa kwa ajili ya PPP. Masaki tuna eneo kubwa tumeliandaa kwa ajili ya PPP. Tunawakaribisha wadau wote, karibuni kujenga nasi majumba ya kupangisha kwa ajili ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 26/27 Wizara ya Ujenzi imetengewa shilingi bilioni 97 milioni 104,935 ikiwa ni bajeti ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 92,209 milioni 218 ni bajeti ya mishahara na shilingi bilioni 4,895 milioni 717 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Mheshimiwa Spika, bajeti ya maendeleo wa Wizara ya Ujenzi ni shilingi trilioni 2 bilioni 467 milioni 336,479. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 bilioni 544,872 milioni 147 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 922,464 milioni 332 ni fedha za nje. Kati ya fedha hizo za ndani shilingi trilioni 1 bilioni milioni 47,405 bilioni 47,405 milioni na laki 5 ni fedha zilizotengwa kwa ajili ya fedha za mfuko wa barabara, na fedha kutoka katika mfuko mkuu wa serikali ni shilingi bilioni 497,466 milioni 647. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi itakayotekelezwa na shughuli zake kwa mwaka wa fedha 26/27 imeainishwa kuanzia aya ya 219 hadi 361. Aidha, mgawanyo wa fedha za maendeleo pamoja na miradi iliyotengwa fedha ni pamoja na kama ilivyoainishwa katika kiambatanisho namba 1. Shukrani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapohitimisha hotuba yangu napenda kwa dhati kabisa kuwashukuru viongozi wenzangu ambao ni Mheshimiwa Mhandisi Godfrey Msongwe Kasekenya, mbunge wa Ileje, naibu waziri, Balozi Mhandisi Aisha Salim Amur, katibu mkuu, pamoja na Dr. Charles Enoch Msonde, naibu katibu mkuu, kwa ushirikiano wanaonipa
Katika kutekeleza majukumu yangu, aidha naishukuru management ya wizara, wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara na watumishi wote wa wizara na taasisi zake kwa kujituma na kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kujitolea kwa lengo la kuifanya sekta ya ujenzi izidi kukua na kuimarika na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Kwa namna ya kipekee kabisa, nitumie nafasi hii adhimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuwashukuru wananchi wa jimbo langu la Mkuranga kwa kunikubali, kuniamini na kunichagua kwa mara nyingine tena ili kuwawakilisha katika bunge hili tukufu kwa kipindi kingine cha miaka mitano. Maneno ninayoweza kuambia ni machache tu, wana Mkuranga, ya kuwa kwamba mimi Abdalla sitawaangusha na wapenda sana ndugu zangu. Naishukuru pia familia yangu ikiongozwa na mke wangu mpenzi Mariam Abdalla Ibrahim. Nawashukuru pia watoto wangu kwa kuendelea kuniombea na kunifariji katika utendaji wa majukumu yangu. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Wizara inapata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo wa ndani na nje. Nitumie fursa hii kuwatambua na kuwashukuru wafuatao: Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB, Benki ya Dunia, Shirika la Maendeleo la Japan JICA, OPEC, Korea Kusini yani KOICA, Abu Dhabi Fund, Shirika la Maendeleo la Ufaransa AFD, Jumuiya ya Nchi za Ulaya EU, Benki ya Uwekezaji ya Ulaya EIB, Kuwait Fund, Barrick, Sekretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Sekretariat ya Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika, Japan, China, Norway, NSSF. Hawa NSSF ndio tutakao kwenda kujenga nao barabara nzuri kabisa kutoka Chalinze Kibaha mpaka Chalinze, na tayari wameonyesha nia ya kuendelea hata kutoka Chalinze kwenda Morogoro. Taasisi za fedha za CRDB, NMB, NBC, Azania Bank, TCB na asasi mbalimbali zisizokuwa za kiserikali, sekta binafsi, wanahabari pamoja na wadau wengine wengi. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua umuhimu wa miundombinu katika kuchochea na kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika taifa letu, mwaka 26-27 Wizara ya Ujenzi itaendelea kuchukua hatua madhubuti za kusimamia, kuimarisha na kuendeleza sekta ya ujenzi. Lengo ni kuhakikisha sekta hii inatoa mchango wa kutosha katika maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi kama inavyotarajiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafahamu kwamba katika mvua hizi za masika mwaka huu kuna barabara nyingi zimeharibika na zinahitaji matengenezo. Nimepata salamu za wabunge wote walioko katika bunge hili za kuhitaji matengenezo na ukarabati wa barabara zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa tunasubiri wakati wa mvua uishe. Naomba kuwaahidi waheshimiwa wabunge ya kwamba muda si mrefu kutoka sasa wataanza kuona makatapila, mafundi na wataalamu wakiwa kwenye maeneo tofauti tofauti wakirekebisha barabara na kuendelea na ujenzi uliokuwa umeanza nchi nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, na naomba kwa namna ya kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri wa Fedha. Ni jana tu ameniidhinishia fedha za awali za kazi hii ya kurekebisha miundombinu iliyoharibika kwa mvua, bilioni 20 zimekwisha kuingia na haraka zitaenda kuanza kazi. Mtatuona mimi na Msongwe Kasekenya na Balozi Aisha na wataalamu wengine wote tumeenea nchi nzima. Hakuna barabara itakayoachwa bila ya kurekebishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, historia ya mataifa makubwa duniani inaonyesha jambo moja: hakuna maendeleo bila ya miundombinu. Tanzania ya leo inaamua kutokubali tena umbali kuwa kikwazo cha maendeleo. Tutajenga barabara, madaraja na viwanja vya ndege, lakini zaidi ya yote tunajenga taifa lenye kujiamini kuhusu kesho yake.
Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara itaweka mkazo mkubwa katika kupunguza msongamano wa magari katika miji na majiji, hususan katika barabara za mchepuo, madaraja ya juu pamoja na upanuzi wa barabara zilizopo ili kukidhi mahitaji yatokanayo na ongezeko la watumiaji wa barabara. Aidha, wizara itaendelea kuchukua hatua za haraka kurejesha na kujenga upya miundombinu ya barabara na madaraja iliyoharibiwa na mafuriko pamoja na athari nyingine za mabadiliko ya tabia nchi. Vile vile, jitihada zitaelekezwa katika kuimarisha ubora wa miradi ya ujenzi kwa kusimamia viwango na kutumia teknolojia za kisasa ili miundombinu inayojengwa iwe imara, salama na yenye kudumu kwa muda mrefu. Katika hatua nyingine, wizara inaendelea na maandalizi ya mpango kabambe wa usafiri wa haraka, yani Tanzania Express Master Plan katika barabara kuu. Mpango huu unaotekelezwa kwa kushirikiana na shirika la ushirikiano wa kimataifa la Korea, yani KOICA. Lengo ni kuwa na ramani na mwongozo wa kimkakati wa maendeleo ya barabara za haraka nchini. Kazi hii inatarajiwa kukamilika Novemba 2028. Sambamba na hatua hizo, serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi ya expressway inayohusisha mradi wa Kibaha Chalinze Morogoro kilomita 163 ambao upo katika taratibu za ununuzi wa kumpata mwekezaji. Kama nilivyokwisha kutangulia kusema, NSSF wameonyesha nia ya kufanya kazi hii. Aidha, taratibu za maandalizi ya kuanza upembuzi yakinifu wa awali. Tunao mpango wa kufanya expressway ya airport yetu ambapo itaunganisha Nyerere Road, Mandela Road na Sam Nujoma kuelekea uwanja wa kimataifa wa Nyerere. Katika kuhakikisha ubora wa miundombinu na kuwezesha miradi kukamilika kwa wakati, wizara itaendelea kuchukua hatua stahiki kwa wakandarasi na washauri elekezi wanaokiuka masharti ya kimkataba. Hadi sasa wizara imechukua hatua madhubuti kwa wakandarasi wa miradi kadhaa, wakiwemo kuna mkandarasi wa Ibanda Kajunjumere Sengerema Nyeunge ambao mikataba yao ilisitishwa. Aidha, wakandarasi wa miradi ya mabasi yaendayo haraka awamu ya 4 pale Dar es Salaam Mwenge Tegeta tumempa onyo, na barabara ya Tungamaa Mkange tulimpa onyo pia vile kutokana na kutokutimiza masharti ya kimkataba. Sambamba na hatua hizo, ninazielekeza taasisi zilizo chini ya Wizara ya Ujenzi kusimamia miradi kwa ufanisi ili kuhakikisha thamani ya fedha inapatikana kwenye miradi. Pamoja na hayo, wizara inakusudia kuanza mchakato wa kuziboresha taasisi zake, yaani TANROADS, TEMESA na TBA. Kwa kuanzia wizara katika mwaka huu wa fedha tumekusudia kuifanya TANROADS kuwa ni mamlaka kamili. Hatua hii inakusudia kuongeza uwezo wa wakala katika kusimamia majukumu yake kwa tija, uwajibikaji na ufanisi unaoendana na kasi ya utendaji ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Muktasari wa maombi ya fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 26/27 wizara inaliomba bunge lako tukufu kuidhinisha jumla ya fedha trilioni 2 bilioni 564 milioni 441 laki 414,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na matumizi ya miradi ya maendeleo. Katika fedha hizo, shilingi bilioni 97 milioni 104 laki 935 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya wizara na taasisi zake. Shilingi trilioni 2 bilioni 467 milioni 336 laki 479,000 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, matumizi ya kawaida ni bilioni 92 milioni 209 laki 2,018 na ni za mishahara bilioni 4 895 laki 7,010 ni matumizi mengineyo. Bajeti ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo inajumuisha fedha za ndani shilingi trilioni 1 bilioni 544 872 laki 140,000 na fedha za nje shilingi bilioni 922 milioni 494 laki 3,030. Mheshimiwa Spika, pamoja na hotuba hii nimeambatisha mchanganuo wa miradi itakayotekelezwa na wizara katika mwaka wa fedha 26/27. Naomba viambatanisho hivyo vyote vichukuliwe kama sehemu ya vielelezo vya hoja yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe tena shukrani zangu za dhati kwako na kwa waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza. Hotuba hii inapatikana pia katika tovuti ya wizara www.mow.gotz. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja.
Asante sana. Hoja imetolewa na kuungwa mkono. Asante. Asante sana Mheshimiwa Alhaji Abdalla Hamisi Ulega. Nimwite sasa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu Mheshimiwa Selemani Kakoso.